Mtazamaji wa 24/7 Media, siku hii ya leo tupo hapa kuripotia moja kwa moja kutokea katika uwanja wa taifa wa Benjamin William Mkapa, ambao siku hii ya leo nakwenda kuwakutanisha mchezo kati ya Simba pamoja na Esperance de Tunisia, ambao ni mchezo wao katika klabu bingwa, ambapo hii ni marudiano baada ya Simba kucheza wakiwa ugenini huko Tunisia, na sasa hivi mchezo huu unakwenda kucheza katika dimba lao la nyumbani. Mchezo ambao umeweza kupita, waliweza kupoteza kwa kuweza kufungwa mabao 2-0, lakini mchezo huu wanacheza wakiwa nyumbani na Simba wakiwa na maingizo mengi mapya, ambayo pia tumeweza kuwaona baadhi ya wachezaji ambao waliweza kucheza katika mchezo wao wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara, waliweza kukutana pamoja na Mashujaa. Nini ambacho siku hii leo ambacho watakwenda kuonyesha? Tunajua wachezaji mbalimbali wapo, maingizo mapya ambayo yapo. Nini ambacho watakwenda kuonesha? Tunakwenda kutizama siku hii leo ni kipi ambacho Simba Sport Club watakwenda kukifanya, na kama ambavyo tunafahamu katika msimamo wa kundi Simba Sport Club wenyewe wana alama 0. Kwa hiyo siku hii ni mchezo wao ambao ni muhimu sana kuweza kufunga katika mechi hii hapa. Mchezo ni saa 10 kamili za jioni, na sisi 24/7 Media tutakuwepo hapa kuhakikisha tunakuletea matangazo hayo moja kwa moja na update zote ambazo zitakwenda kutokea siku hii ya leo. Usisahau kusubscribe, lakini pia kushare pamoja na kulike. Mimi naitwa Mia Host. Naam, bado haijaisha, ndio slogani yetu ya sasa. Tunasema hivi leo hii kama Mwenyezi Mungu hatakuwa na sisi na mapenzi mema, Mungu aliyokuwa juu, basi itakuwa series yetu. Lakini tulivyojipanga kwa siku ya leo, tunaomba tu saa 10 ifike. Naomba tu saa 10 ifike. Leo hii kamalize jambo. Na watu watakataa, ndio hii Simba yenye kusuasua. Lakini kwa yote mtu wa Simba Sports Club, shabiki yoyote yule anaojua, ukitoka paka sisi tunakuja na kapletu hili la magoli linatembea Tanzania nzima. Mtu yoyote anaofuatilia anajua ile kapu humle kutengia goli. Siwezi kutaja idadi ya goli gani. Kama mashabiki wamesusia, goli zinaingia huko. Mashabiki kama wamesusia mechi. Unajua tunawaambia kila siku, kuna kauli nimetoa. Wakati wa raha tutakuwa tuna watu. Wakati akiwa mambo yamekuwa mabaya, kuna watu kweli watukimbia sisi. Ndio tunakwambia utaona utofauti kati ya mashabiki ndaki na mashabiki tunasema si mashabiki mandazi wenye ukata roho zao. Ndio maana msemaji aliwaambia hivi, kama unajiona roho yako ni ya karatasi, usiongelee Simba mabaya, usiseme nini, kaa nyumbani, tulia. Watakuja wenye mapenzi mema na klabu ya Simba. Ndio sisi Simba, sisi sasa hivi ifanye vibaya ifanyaje, tupo nayo. Kuna kauli naisema hivi, sasa hivi Simba inakula vitu vya ajabu sana, inakula majani, lakini ikishakamata mnyama mkubwa ambao ni nyama, watakuja wengi na wenyewe wataka kuja kuangalia, kumbe Simba ameua mnyama mzuri. Umeshaelewa tafasiri yake? Simba sasa hivi inapitia wakati mgumu. Kuna mashabiki wengine wanakuwa wanafanya vitu ambavyo sivyo, wanaisema Simba vibaya, wanaiongelea Simba vibaya. Sisi tunawasema wasio mashabiki, tutakufa na Simba popote ilipo. Sasa hivi tuna msiba, kama ni msiba tutakaa nao mpaka utapokwisha, ila na kuhakikishia hii Simba itashangaza. Sawa, Simba na maingizo mengi sana wachezaji dirisha dogo. Unatamani kumwona mwalimu Steve Becker akianza na wachezaji gani ambao ni ingizo jipya ambao unaona hawa watakuwa either wanaweza kufanya matokeo chanya katika mchezo wa siku hii ya leo dhidi ya Esperance? Kwa kweli mimi mwalimu kama mwalimu, ndio maana akaitwa mwalimu. Kwa uelewa wangu mimi siwezi kumpangia. Yeye mwalimu amekaa na wachezaji wake, wanafanya training, ndio anajua kila kitu. Kwamba leo ataanza, angekuwa Mashujaa anacheza ligi ya mchangani, ungesema da huyu mmemwokota si wapi huko mchangani. No, Mashujaa ni timu nzuri, ndio maana inacheza ligi kuu ya Tanzania. Mashujaa ina wachezaji wazuri, mpaka wa kigeni wapo, wa kimataifa, na wanalipwa pesa nyingi. Huyo anaosema si kipimo, mimi namkatalia. Ni timu nzuri ya Mashujaa na ina upinzani mkubwa na inacheza ligi kuu ya Tanzania. Afisa habari wenu Ahmed Ali jana kwenye Naam, bado haijaisha, ndio slogani yetu ya sasa. Tunasema hivi leo hii kama Mwenyezi Mungu hatakuwa na sisi na mapenzi mema, Mungu aliyokuwa juu, basi itakuwa series yetu. Lakini tulivyojipanga kwa siku ya leo, tunaomba tu saa 10 ifike. Naomba tu saa 10 ifike. Leo hii kamalize jambo. Na watu watakataa, ndio hii Simba yenye kusuasua. Lakini kwa yote mtu wa Simba Sports Club, shabiki yoyote yule anaojua, ukitoka paka sisi tunakuja na kapletu hili la magoli linatembea Tanzania nzima. Mtu yoyote anaofuatilia anajua ile kapu humle kutengia goli. Siwezi kutaja idadi ya goli gani. Kama mashabiki wamesusia, goli zinaingia huko. Mashabiki kama wamesusia mechi. Unajua tunawaambia kila siku, kuna kauli nimetoa. Wakati wa raha
tutakuwa tuna watu. Wakati akiwa mambo yamekuwa mabaya, kuna watu kweli watukimbia sisi. Ndio tunakwambia utaona utofauti kati ya mashabiki ndakindaki na mashabiki tunasema si mashabiki mandazi wenye ukata roho zao. Ndio maana msemaji aliwaambia hivi, kama unajiona roho yako ni ya karatasi, usiongelee Simba mabaya, usiseme nini, kaa nyumbani tulia. Watakuja wenye mapenzi mema na klabu ya Simba. Ndio sisi. Simba sisi sasa hivi ifanye vibaya, ifanyaje, tupo nayo. Kuna kauli naisema hivi, sasa hivi Simba inakula vitu vya ajabu ajabu sana, inakula majani. Lakini ikishakamata mnyama mkubwa ambao ni nyama, watakuja wengi na wenyewe wataka kuja kuangalia. Kumbe Simba ameua mnyama mzuri. Umeshaelewa tafasiri yake? Simba sasa hivi inapitia wakati mgumu. Kuna mashabiki wengine wanakuwa wanafanya vitu ambavyo sivyo, wanaisema Simba vibaya, wanaiongelea Simba vibaya. Sisi tunawasema wasio mashabiki. Tutakufa na Simba popote ilipo. Sasa hivi tuna msiba, kama ni msiba tutakaa nao mpaka utapokwisha, ila na kuhakikishia hii Simba itashangaza. Sawa, Simba na maingizo mengi sana wachezaji dirisha dogo. Unatamani kumwona mwalimu Steve Barker akianza na wachezaji gani ambao ni ingizo jipya ambao unaona hawa watakuwa either wanaweza kufanya matokeo chanya katika mchezo wa siku hii ya leo dhidi ya Esperance? Kwa kweli mimi mwalimu kama mwalimu, ndio maana akaitwa mwalimu. Kwa uelewa wangu mimi siwezi kumpangia. Yeye mwalimu amekaa na wachezaji wake. Wanafanya training, anajua kila kitu. Kwamba leo